Mtazamaji wa Force News Tanzania, leo ni tarehe 12 mwezi wa pili mwaka 2026. Karibu ni kufahamishe habari mbalimbali zilizochapishwa katika kurasa za mbele za magazeti ya hapa nyumbani Tanzania, ili upate kufahamu ulimwengu wa habari umemulika nini zaidi leo. Nitaanza na magazeti yaliyoandikwa habari za kawaida na mwisho nitamatisha na magazeti yanayoandika habari za michezo. Mimi naitwa Joseph Gelvas na kukumbusha usisahau kusubscribe channel hii ya Force News Tanzania. Lakini pia na kukumbusha kwamba uwasilishaji wa magazeti haya umepewa nguvu na sabuni safi kabisa za Wakawaka ambazo ni nzuri sana kwa ajili ya kuogea. Zina wingi wa vitamini C na B6 ambazo zinahitajika kwa ajili ya kuimarisha ngozi yako na kukuepusha na maradhi mbalimbali ya ngozi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0765637070. Mtazamaji wa Force News Tanzania, sasa moja kwa moja twende nikupitishe katika kurasa za mbele za magazeti ya hapa nyumbani Tanzania, ufahamu habari gani zimemulikwa zaidi siku ya leo. Na leo tunaanza na gazeti la Mwananchi Tanzania. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili habari kuu imeandikwa Lissu afumua kizimba cha mashahidi. Ukurasa wa pili wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Nani ameua pacha hawa wa miezi 10? Hilo ni swali ambalo limewekwa ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Kwa mapana zaidi taarifa ikiwa inapatikana ukurasa wa 3. Mvutano wa kifo cha mtuhumiwa imeandikwa hapa. Mjomba asimulia hatua kwa hatua alivyotiwa mbaroni na polisi na walivyopokea taarifa za kifo chake, waishushia lawama polisi wakitaka uchunguzi kwanza. RPC asema mtuhumiwa amekufa kwa pressure. Ukurasa wa 4 wa gazeti taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Siku 90 za katika hatima ya ACT kuingia SUK gizani. Ukurasa wa 4 wa gazeti taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Rostam asema imani kwa wawekezaji imerejea. Ukurasa wa 21 wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina zaidi, na ndivyo ninatamatisha kukuwasilishia taarifa ambazo zimeandikwa katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Mara hii ni taarifa katika gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari mbalimbali ukurasa wa mbele wa gazeti hili zimeandikwa, lakini habari kuu ikiwa imesema Samia avuka malengo ya ahadi siku 100, aimarisha umoja wa kitaifa, aendeleza miradi ya maendeleo, wasomi wa mwagia sifa. Ukurasa wa pili wa gazeti taarifa hii inapatikana kwa kina, lakini mmiliki daladala mbaroni, dereva akimgonga trafiki. Ukurasa wa 29 wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Samia ateua wenye viti wa bodi 4. Ukurasa wa pili wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina. Afa akiwakimbia maofisa dawa za kulevya. Ukurasa wa 20 wa gazeti taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini miongoni mwa taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, ni pamoja na taarifa ambayo kwa mapana ipo ukurasa wa 7 ikiwa inasema kasi kuongeza uwezo wa kisayansi kuwa endelevu. Taarifa hii inapatikana ukurasa wa mbele wa gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Miongoni mwa taarifa zilizopata nafasi ya kukaa ukurasa wa mbele wa gazeti ni pamoja na taarifa ikiwa inasema waliohodhi ardhi muda mrefu wamulikwa. Ukurasa wa 3 wa gazeti taarifa ikiwa inapatikana kwa kina zaidi. Mwigulu atoa maagizo 6 utalii, akabidhi miundombinu 21 bilioni 114.6. Taarifa kamili ikiwa inapatikana ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, ambalo habari kuu ukurasa wake wa mbele siku ya leo imeandikwa Samia avuka malengo ya ahadi siku 100. Kwa mapana zaidi ikiwa inapatikana ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mara hii ni taarifa katika gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Habari kuu ukurasa wa mbele wa gazeti hili imeandikwa Lissu avuka kiunzi kortini, mahakama ya amua shahidi wa jamhuri aonwe na majaji, yaagiza kizimba maalumu cha kiboksi kilichojengwa awali kirejeshwe ndani ya saa 24. Pia pingamizi la Chadema mgawanyo wa mali la tupwa. Ukurasa wa pili hadi wa 4 wa gazeti taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi, na ndio habari kuu kurasa wa mbele wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Taarifa nyingine zilizopata nafasi ya kukaa kurasa wa mbele wa gazeti hili ni pamoja na taarifa ikiwa inasema huduma ya upandikizaji ini Muhimbili sasa rasmi. Ukurasa wa 4 wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Mwafaka wa maridhiano kisiasa Zanzibar umeiva. Ukurasa wa 3 wa gazeti taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Mwalimu wanafunzi 11 wavamiwa na nyuki na kujeruhiwa. Ukurasa wa 18 wa gazeti taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Taarifa nyingine zilizopata nafasi ya kukaa ukurasa wa mbele wa gazeti hili kwa siku ya leo ni pamoja na taarifa ikiwa inasema watoto hadi hospitalini wafunguka magumu yao, usalama ukibaki rehani. Ukurasa wa mbele wa gazeti taarifa hii inapatikana kwa uzuri kwa mpana ni katika ukurasa wa 5 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Afariki dunia akiwakimbia maofisa dawa za kulevya ni
taarifa ambayo pia bado imepata nafasi ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Habari kuu ukurasa wa mbele wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii imeandikwa Lissu avuka kiunzi kortini, mahakama ya amua shahidi wa jamhuri aonwe na majaji, yaagiza kizimba maalumu cha kiboksi kilichojengwa awali kirejeshwe ndani ya saa 24. Pia pingamizi la Chadema mgawanyo wa mali la tupwa. Taarifa hii inapatikana kwa ukamili katika ukurasa wa 2 hadi wa 4 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Mara hii ni taarifa katika gazeti la Uhuru ukweli daima, ambalo katika ukurasa wa mbele wa gazeti habari kuu imeandikwa mageuzi makubwa utalii. Imeandikwa kwa ufupi hapa, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu azindua miundombinu 21 yenye thamani ya shilingi bilioni 114.62, mkakati mpya wa kitaifa wa miaka 10 kuanzishwa kudhibiti wanyamapori dhidi ya wananchi. Ukurasa wa 2 wa gazeti taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Dr. Komba chaguo sahihi Peramiho Gavu. Ukurasa wa 3 wa gazeti taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Miongoni mwa taarifa zilizopata nafasi ya kukaa ukurasa wa mbele wa gazeti la Uhuru ukweli daima ni pamoja na taarifa ikiwa inasema Nanauka ataja mafanikio ya vijana siku 100 za Rais Samia. Kwa mapana zaidi taarifa hii inapatikana ukurasa wa 2. Chalamila amtoa uvivu mkandarasi. Taarifa hii inapatikana ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Taarifa kuu ukurasa wa mbele wa gazeti hili imeandikwa mageuzi makubwa utalii. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba azindua miundombinu 21 yenye thamani ya shilingi bilioni 114.62, mkakati mpya wa kitaifa wa miaka 10 kuanzisha kudhibiti wanyamapori dhidi ya wananchi. Hii ni habari kuu ambayo kwa mapana zaidi inapatikana ukurasa wa 2 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Mara hii ni taarifa katika gazeti la Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Habari mbalimbali zimepata nafasi ya kuwekwa ukurasa wa mbele wa gazeti hili, lakini habari kuu imeandikwa Hemedi asema mambo ya ndani lindeni maisha ya raia. Ukurasa wa 2 wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar yadhihirisha dhamira ya kukuza biashara uwekezaji. Ukurasa wa 4 wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina. Mpango madini wa DRC Marekani bado kitendawili. Ukurasa wa 16 wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina. Serikali kuvichukua viwanja vilivyoshindwa kuendelezwa. ZAA yakanusha wizi wa mizigo AAKIA. Ukurasa wa 2 wa gazeti taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Bado kuna taarifa nyingine imewekwa ukurasa wa mbele wa gazeti hili ikisema mchakato nyongeza ya mishahara unaendelea. Dr. Harun. Ukurasa wa 2 wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Habari kuu ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi inasema Hemedi asema mambo ya ndani lindeni maisha ya raia. Ukurasa wa 2 wa gazeti taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Na sasa ni katika gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili habari kuu imeandikwa Waziri Nanauka ataja ahadi 13 alizotekeleza Rais Samia, ni ndani ya siku 100 Ikulu, kasi yake ya wavutia vijana, wategemea makubwa siku za usoni. Ukurasa wa 4 wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina zaidi, na ndio habari kuu iliyoandikwa ukurasa wa mbele wa gazeti la Majira kwa siku ya hii leo. Miongoni mwa taarifa zilizoka ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pamoja na taarifa ikiwa inasema Samia afanya uteuzi wa wenye viti wa bodi. Ukurasa wa 4 wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina, lakini mkataba wa kupima fursa kwa wanawake wasainiwa. Ukurasa wa 4 wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina pia. Bodaboda 500 mbioni kufanya kazi Umoja wa Falme za Kiarabu. Ukurasa wa 4 wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Bado kuna taarifa mbalimbali zimewekwa ukurasa wa mbele wa gazeti hili, ikiwa ni pamoja na taarifa ikiwa inasema RC Chalamila aonye watakaochelewesha miradi. Ukurasa wa 2 wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina zaidi. FCC endeleeni kusimamia ushindani katika soko. Ukurasa wa 2 wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina. Netanyahu ziarani Marekani kuijadili Iran. Ukurasa wa 19 wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Ukiona dalili zifuatazo kimbilia hospitali. Zipi? Ni katika ukurasa wa 10 wa gazeti. Taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Hili ni gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, ambalo ukurasa wake wa mbele wa gazeti hili habari kuu imeandikwa Waziri Nanauka ataja ahadi 13 alizotekeleza Rais Samia. Na ndivyo nimetamatisha kuangazia taarifa zile zilizochapishwa ukurasa wa mbele wa gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Mara hii ni taarifa katika gazeti la Taifa Tanzania, Uzalendo Kwanza.
Ukurasa wa mbele wa gazeti hili habari kuu imeandikwa mradi wa utalii unaogharimu bilioni 114 wazinduliwa. Ukurasa wa pili wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Serikali kuimarisha teknolojia ya Braille kuwainua wasioona. Ukurasa wa pili wa gazeti taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Lakini Ridhiwani awafunda wadau mifuko ya jamii. Ukurasa wa tatu wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina. Miongoni mwa taarifa zilizopata nafasi ya kukaa ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pamoja na taarifa hii: serikali yatoa fursa kwa wanafunzi wasichana waliochagua sayansi. Imeandikwa taarifa hivyo, lakini kwa mapana zaidi ni katika ukurasa wa pili wa gazeti la Taifa Tanzania. Miongoni mwa taarifa zilizopata nafasi ya kuwekwa ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pamoja na taarifa ikisema DMI yaingia makubaliano na chuo cha Dekukam Uturuki. Ukurasa wa 5 wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Al Nassr SC yazidi kuvuna wachezaji Simba SC. Ukurasa wa 16 wa gazeti taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Lakini katika habari picha katika gazeti hili inamuonyesha makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah akizungumza na uongozi wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi uliofika ofisini kwake Baraza la Wawakilishi Chukwani Zanzibar kwa ajili ya kujitambulisha siku ya jana. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili taarifa hii inapatikana kwa kina katika gazeti la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza, ambalo ukurasa wake wa mbele wa gazeti hili habari kuu imeandikwa mradi wa utalii unaogharimu bilioni 114 wazinduliwa. Kwa mapana zaidi ikipatikana ukurasa wa pili wa gazeti hili. Na ndivyo nimetamatisha kukuwasilishia taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza. Mara hii ni taarifa katika gazeti la Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili habari kuu imeandikwa bilioni 114 za Samia za leta neema utalii. Dr. Mwigulu azindua miundombinu 21. Idadi ya watalii yaongezeka kwa asilimia 149. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi na imeandikwa hivyo, na ndio habari kuu. Lakini miongoni mwa taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pamoja na taarifa ikisema fursa za ajira 500 za bodaboda Umoja wa Falme za Kiarabu usaili waanza. Ukurasa wa 3 wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Benki Kuu yauza dola milioni 15.17 mnada wa IFEM. Ukurasa wa mbele wa gazeti taarifa inapatikana hivyo, lakini kwa mapana zaidi ni katika ukurasa wa 3. Rostam akoshwa na uongozi wa Samia, asema imani kwa wawekezaji yaongezeka. Ukurasa wa pili wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Ateua wenye viti wa bodi. Ukurasa wa 3 wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina zaidi, na hii inamhusu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini miongoni mwa taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti ni pamoja na taarifa ikisema maono ya Dr. Samia yachochea mapinduzi hifadhi ya jamii. Ukurasa wa 4 wa gazeti taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Serikali yawekeza bilioni 590 bandari ya Mtwara kisiwa Mgao. Ukurasa wa 4 wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Miongoni mwa taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pamoja na habari kuu ikiwa inasema bilioni 114 za Samia za leta neema utalii. Dr. Mwigulu azindua miundombinu 21. Idadi ya watalii yaongezeka kwa asilimia 149. Kwa mapana zaidi habari hii inapatikana ukurasa wa 3. Na ndivyo nimetamatisha kuwasilisha taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti la Taifa Tanzania, gazeti la Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Na sasa tuangazie taarifa zilizowekwa ukurasa wa mbele wa gazeti la Mtanzania Leo. Kazi ni kipaumbele chetu. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili imeandikwa habari kuu kwamba siku 100 Ikulu, Rais Samia aliahidi ametekeleza. Kwanza imeandikwa hapa maelfu ya vijana wapata mafunzo ya ujasiriamali na mikopo. Waziri Joel Nanauka ashangazwa na kasi ya Rais Samia kutekeleza ahadi, asema wizara imechagua kusikiliza mawazo ya vijana na yamesikika. Ukurasa wa mbele wa gazeti taarifa imeandikwa hivyo, kwa mapana zaidi ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti la Tanzania Leo. Habari nyingine zilizopata nafasi ya kuwekwa ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pamoja na taarifa ikiwa inasema muungano ulivyoifanya Tanzania kuwa nchi tulivu zaidi barani Afrika. Ni tunu kutoka kwa waasisi wa taifa la Tanzania. Wabunge wasema kila mmoja anawajibika kuenzi, kulinda na kuimarisha. Ukurasa wa pili wa gazeti taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Lakini miongoni mwa taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pamoja na taarifa ikiwa inasema mahakama yatupilia mbali mapingamizi 4 ya Lissu. Ukurasa wa 5 wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina. Kabudi ahojiwa na tume ya kuchunguza matukio ya Oktoba 29. Ukurasa wa pili wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina. Rais Samia afanya uteuzi wa viongozi mbalimbali. Ukurasa wa 4 wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina pia. Hili ni gazeti la Mtanzania Leo, ambalo taarifa kuu ukurasa wa mbele imeandikwa siku 100 Ikulu, Rais Samia aliahidi ametekeleza. Hili ni gazeti hilo, na ndivyo nimelitamatisha kukuwasilishia taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti hili.
Na mara hii tuangazie taarifa zilizokaa kurasa wa mbele wa gazeti la Raia Mzalendo, ukweli na uwazi. Habari kuu kurasa wa mbele wa gazeti hili imeandikwa siku 100 za Rais Samia Ikulu. Waziri Nanauka asema amevunja rekodi ya watangulizi wake, aeleza vijana walivyonufaika na mafunzo mikopo hiyo, ampongeza Samia kwa kutoa bilioni 200 kukopesha vijana wanawake. Ni kati ya siku 100 zenye matokeo ya haraka kuwahi kutokea. Ukurasa wa mbele wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi na kwa kina ni katika ukurasa wa pili wa gazeti la Raia Mzalendo, ukweli na uwazi. Miongoni mwa taarifa zilizopata nafasi ya kuka ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pamoja na taarifa ikisema waziri Akwilapo asema usipoendeleza ardhi ndani ya miaka mitatu utaipoteza. Ukurasa wa pili wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Rais Samia amteua Anne Makinda. Ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina na inaeleza amemteua katika nini. Lakini miongoni mwa taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti ni pamoja na taarifa ikisema muungano wazidi kuimarisha amani na usalama bara na Zanzibar. Umechangia kuongezeka kwa uhuru na kiuchumi, umesaidia kuongezeka kwa mzunguko wa mitaji, ubunifu na ajira. Wabunge wana wajibu wa kulinda, kuimarisha. Ukurasa wa pili wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa kina. Lakini habari kuu ukurasa wa mbele wa gazeti la Raia Mzalendo, ukweli na uwazi, imeandikwa siku 100 za Rais Samia Ikulu. Waziri Nanauka asema amevunja rekodi ya watangulizi wake. Hii ni habari kuu ukurasa wa mbele wa gazeti la Raia Mzalendo, na ndivyo nimetamatisha kuwasilisha taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Na mara hii ni taarifa katika gazeti la Mwananchi Huru. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili, habari kuu imeandikwa Rais Samia aweka rekodi mafanikio siku 100 Ikulu. Waziri Nanauka asema ni siku 100 zenye matokeo ya haraka. Aliahidi bilioni 200 kwa wafanyabiashara wadogo, amezitoa. Alitoa ahadi 13 kwenye kampeni, ameitekeleza 6 zinahusu vijana. Ukurasa wa mbele wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi ni katika ukurasa wa 5 wa gazeti la Mwananchi Huru. Lakini muungano wa Tanzania wawa chimbuko, msingi na nguvu ya taifa. Taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi katika ukurasa wa pili. Lakini vijana Iringa wanufaika na mikopo ya 10%. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Lakini Moi yaanza upasuaji, rekebishi viungo vilivyopooza. Ukurasa wa 5 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Akwilapo asisitiza wamiliki wa ardhi kuendeleza maeneo yao. Ukurasa wa 5 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Habari kuu ukurasa wa mbele wa gazeti la Mwananchi Huru imeandikwa Rais Samia aweka rekodi mafanikio siku 100 Ikulu. Ndio habari kuu, na ndivyo nimetamatisha kukuwasilisha taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Na mara hii twende katika gazeti la Dira ya Mtanzania. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili, habari kuu imeandikwa siku 100 za Rais Samia zimewabeba vijana. Nanauka ampongeza kwa kutoa bilioni 200 za wanawake vijana, asema imetokana na dhamira yake ya dhati kuwasaidia vijana. Ukurasa wa pili wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Akwilapo wataka NHC kuhakikisha wananchi wanapata nyumba za bei nafuu. Ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina. Lakini Muhimbili atoa huduma za kibingwa kwa watu 300,000. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. TRA JICA waweka mkakati wa pamoja kunoa wafanyakazi. Ukurasa wa pili wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini miongoni mwa taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pamoja na taarifa ikiwa inasema muungano ulivyoimarisha uchumi wa bara na Zanzibar. Ukurasa wa pili wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Hili ni gazeti la Dira ya Mtanzania ambalo ukurasa wake wa mbele wa gazeti hili, habari kuu imeandikwa siku 100 za Rais Samia zimewabeba vijana Nanauka. Hiyo ndio habari kuu, na ndivyo nimetamatisha kukuwasilisha taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Mara hii ni taarifa katika gazeti la Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu, na ndio litakuwa gazeti la mwisho kwa zile taarifa za kawaida kabla ya kuelekea kwenye michezo. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili, habari kuu imeandikwa Dr. Samia ametisha siku 100. Kwa mapana zaidi inapatikana ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mauzo nje yaongezeka siku 100 za Samia, bado ni taarifa iliyokaa ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Lakini Chalamila achachamaa kusuasua mwendo kasi. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. WB yafurahishwa madini kuchochea uchumi nchini. Ukurasa wa mbele wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Miongoni mwa taarifa zilizopata nafasi ya kukaa ukurasa wa mbele wa gazeti la Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu ni pamoja na Ghana yatenga Jumatano siku rasmi kuvaa fugu.
ukurasa wa mbele wa gazeti. Taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Habari kuu ukurasa wa mbele imeandikwa Dr. Samia ametisha siku 100. Mtazamaji wa Force News Tanzania, na sasa moja kwa moja hizo ni taarifa ambazo zimeandikwa kwa zimeandikwa taarifa zile za kawaida, na sasa moja kwa moja twende tuangazie kurasa zilizochapishwa habari za michezo katika magazeti haya ambayo ninakusomea kwa siku ya hii leo. Na moja kwa moja katika michezo tuanze na gazeti hili Mwanaspoti ambalo limebeba taarifa mbalimbali za kimichezo. Kwanza ikiwa imeandikwa Pacome Okello wawekewa bilioni 1.2. Ukurasa wa michezo wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Kigogo Yanga afichua nyota mpya atua. Ukurasa wa mbele imeandikwa hivyo katika taarifa hizi za michezo. Lakini Kibu ashindwa kujizuia Simba, asema kuna surprise inakuja Msimbazi. Ukurasa wa pili wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Tanzania Prisons Otieno kimenuka. Ukurasa wa 14 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Apewe asipewe, imeulizwa hivyo ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Mwanaspoti michezo, na huyu ni kocha wa Manchester United ambaye amewekwa katika picha ya gazeti hili sehemu ya michezo. Na sasa moja kwa moja tuangazie michezo katika gazeti la Habari Leo michezo. Habari mbalimbali zimewekwa, lakini miongoni mwa taarifa kuu ni pamoja na Simba ya mwachia Kibu, imeandikwa hivyo katika michezo. Lakini Singida BS kicheko yapata ushindi wa 3, lakini knockout ya mama msimu wa 8 yaja. Ukurasa wa mbele wa gazeti, taarifa hizi zinapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini miongoni mwa taarifa za michezo ni pamoja na taarifa katika gazeti la Nipashe michezo ikiwa imeandikwa usiri watawala Yanga ikiwaalika JS Kabrey. Ukurasa wa michezo wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Azam FC yasema tunakwenda kuiheshimisha nchi kimataifa. Ukurasa wa michezo wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Maguire kuzawadiwa mkataba mpya. Ukurasa wa 21 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Na mara hii ni taarifa za michezo katika gazeti la Uhuru, ukweli daima. Taarifa za michezo imeandikwa hapa. Msigu asema serikali haijakosa fedha kumaliza uwanja wa soka Arusha. Ukurasa wa michezo imeandikwa hivyo. Lakini Yanga yazitolea macho pointi 3 JS Kabri. Ukurasa wa michezo wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Mangungu hapatoshi. Ukurasa wa michezo wa gazeti, taarifa pia inapatikana kwa uzuri zaidi. Karik amtaja Sesko. Ukurasa wa michezo wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi, na kwa mapana ni katika ukurasa wa 22. Lakini na sasa tuangazie taarifa za michezo katika gazeti la Zanzibar Leo michezo. Imeandikwa hapa waandaaji Miss Zanzibar wapewa angalizo. Ukurasa wa michezo, taarifa inapatikana kwa uzuri. Azam waifuata Wydad na matumaini. Ukurasa wa 23, taarifa ipo kwa kina zaidi. Mlandege yaididimiza polisi. Ukurasa wa michezo, taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Mara hii ni taarifa za michezo katika gazeti la Majira michezo burudani. Imeandikwa hapa serikali ipo gado kuhusu ujenzi viwanja vya Afcon. Ukurasa wa michezo, taarifa hiyo ipo kwa uzuri. Simba AC ya mpa baraka Kibu Dennis kukipiga Libya. Ukurasa wa michezo wa taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. BMT ya wataka viongozi Chaneta kuinua netball. Ukurasa wa michezo wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Katika gazeti la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza michezo, imeandikwa hapa Al Nassr SC yazidi kuvuna wachezaji Simba SC, lakini mama mzazi wa Chid Benz afariki dunia. Ni taarifa ambayo ipo ukurasa wa mbele wa gazeti la Taifa Tanzania. CR7 kumfukuzisha kazi rais wa Al Nassr. Ukurasa wa michezo wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Miongoni mwa taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pamoja na wajumbe wa nchi 12 watembelea ujenzi wa uwanja wa michezo Arusha. Ukurasa wa michezo wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini timu ya taifa ya wanawake ya Afrika Kusini waonana wenyewe kwa wenyewe. Ukurasa wa michezo wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. West Ham yamchelewesha shabiki wa Manchester United kunyoa nywele. Ukurasa wa michezo wa gazeti hili, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Na ndivyo nimetamatisha kuwasilisha taarifa za michezo katika magazeti haya. Mtazamaji wa Force News, hizo ni habari mbalimbali zilizochapishwa katika kurasa za magazeti ya leo Februari 12, 2026. Nini hasa umebaini katika habari zilizochapishwa leo? Tuambie kupitia sehemu ya maoni hapo. Mimi ni Joseph Galvas, hii ni Force News Tanzania, na kukumbusha tena subscribe channel hii, pia usiache kutufuatilia kwa habari mbalimbali. Lakini pia wasilishaji wa magazeti haya umepewa nguvu na sabuni safi kabisa za Wakawaka ambazo ni nzuri sana kwa ajili ya kuogea. Zina wingi wa vitamini C na B6 ambazo zinahitajika kwa ajili ya kuimarisha ngozi yako.